Habari za muda huu mtazamaji wa Kidani, nikushukuru sana kwa kuchagua kuangalia UTV. Mimi ni Sauda Hussein na leo nimepata bahati ya kutembelewa na binti ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Dorkman Foundation, taasisi ambayo inadili na masuala mbalimbali ya kutoa elimu kwa vijana, elimu ya afya ya akili, elimu ya uzazi, pamoja na elimu ya ufundi wa uchoraji na ufundi seremala. Binti huyu amepata nafasi hii ya kuwa mkurugenzi akiwa na miaka 23 tu, lakini yeye pia ni mwanafunzi kwa sasa katika chuo cha diplomasia, lakini vile vile ni mmiliki wa biashara ambapo anafanya biashara ya ufundi uuzaji wa samani, kwa sababu yeye ni fundi seremala. Tutakwenda kusikia kwake mengi sana kuhusiana na historia ya maisha yake, lakini kwa sasa tuangalie kwa ufupi wasifu wake. Witness Kimathi ni mkurugenzi mtendaji wa Dorkman Foundation, taasisi ya vijana inayotekeleza programu za kijamii ikijumuisha afya ya uzazi, afya ya akili pamoja na uwezeshwaji vijana kiuchumi kupitia sanaa ya uchoraji na ufundi. Witness amefanikiwa kuwa mkurugenzi wa Dorkman Foundation ikiwa ni utekelezwaji wa programu ya Girls Take Over, ambapo kupitia programu hii wasichana wanapata nafasi ya kuwa viongozi katika taasisi mbalimbali. Chini ya uongozi wake, Dorkman Foundation imeimarisha utoaji wa elimu ya hedhi salama, usambazaji wa vifaa vya kujistiri kwa wasichana, elimu ya afya ya akili, uwezeshwaji vijana kiuchumi, pamoja na kuendesha kampeni na miradi yenye athari kubwa mashuleni na katika jamii kama vile Hedhi Salama Tour na Wings of Compassion. Mbali na uongozi wa kijamii, Witness ni mjasiriamali na fundi seremala mwenye ubunifu kupitia chapa yake ya Home of Best Palettes inayojulikana kwa utengenezaji wa bidhaa bora za mbao, akionyesha mfano wa kijana anayechanganya uongozi, ubunifu na kujitengenezea fursa za maendeleo. Kupitia utekelezwaji wa programu hizi na uongozi wake thabiti, Witness Kimathi anawapa wasichana ujumbe wenye nguvu kwamba kila kitu kinawezekana wakati wanapopewa elimu sahihi, mazingira salama na fursa ya kuonesha matokeo kwa jamii. Naam, huyo sasa ndio Witness Kimathi, binti mdogo sana. Habari yako Witness? Salama. Mzima kabisa. Mzima. Kwa watu ambao hawakufahamu Witness, kwa nini useremala? Nilichagua kuwa seremala kwa sababu ni kazi nilikuwa na ukaribu na waseremala. Sehemu niliishi na maseremala, kwa hiyo ilinipendeza, ikanivutia na nikaona nalifaa hapa. Okay, tuhadithie kazi ya seremala kwa ujumla kwa mtoto wa kike. Mara nyingi tumeona ukienda kwenye maeneo ambayo wanatengeneza hizo samani za ndani, labda ni furnitures, makochi, swini na nini, unakuta jamii kubwa ambayo iko eneo lile ni wanaume. Ukiwa mtoto wa kike ambao umezunguka katika hilo eneo na kutamani kufanya ile kazi, jamii ilikuchukuliaje ama inakuchukuliaje? Hii kazi ya kutengeneza furniture hasa nilianza nikiwa chuo mwaka wa kwanza. Nilipost kazi, nikaona mbona kama ninauza, nikafanya, nikaona watu wananikubali. Lakini nilipofika kuanza kufanya ile kazi pale kwenye sehemu ya ufundi, walinikataa. Lakini kutokana na juhudi zangu na kuonyesha kuwa ninahitaji kufanya ile kazi na bidii, wakanikubali, wakanifundisha na mpaka sasa ninaweza. Na ndio maana niko kwenye taasisi ya Dorkman Foundation kuonyesha mabinti kwamba wanaweza kufanya chochote ambacho kinaonekana ni cha kiume, lakini kinakuingizia fedha na kikuvunjia heshima, basi unaweza kukifanya. Kwa hiyo unaweza kupost, ulikuwa unapost kazi za nani? Nilikuwa napost kazi za dada yangu mmoja, anaitwa Sara, ni msichana pia. Alikuwa anatengeneza furniture. Kwa hiyo nilikuwa napost zile kazi zake. Nyingine nilikuwa nachukua Pinterest kama jinsi mawinga wanavyofanya, na post kazi ambazo nyingine sio za kwao. Nikawa na post zile. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza za kwangu na mimi ndo nikawa na post za kwangu. Okay. Biashara ikoje kwa mtu ambaye ya furniture, kwa mtu ambaye anatamani kuingia huko, ama binti ambaye anatamani kujifunza useremala? Hebu hadithi, maana kila kazi inakuwa ina changamoto zake pia. Changamoto hapa kwenye furniture ni kutokuaminika. Kwanza watu wanakuwa wanaamini kwamba msichana hawezi kufanya kitu kama kile. Kwa hiyo ni juhudi zako ndo zitaonyesha kwamba unaweza au la. Ni ngumu kupata soko. Watu wengi wanaamini kwamba ile kazi sio ya kike, mwanamke hawezi. Lakini pengine pia
watu wanaamini kwamba wanataka kuona unafanya nini. Kwa hiyo mtu anakupa kazi ili akuone ni kweli unafanya hii, na ukifanya vizuri basi ndio inakuzidishia soko. Naamini katika hilo. Okay. Ulishakutana na changamoto yote ya mteja labda amekutumia? Maana sisi pia tunaingia, sisi wateja tuna machangamoto zetu. Unaingia kwenye mtandao unatafuta meza fulani hivi nzuri au kabati fulani vizuri, unamtumia fundi, unamwambia fundi, mimi nataka hiki. Siku anakuja kukuletea ile picha yako, uhalisia na picha vinakuwa tofauti. Ushakutana na kitu kama hicho? Ndio, nishakutana nacho. Kwa mfano mteja anakuwa anataka meza, yani draw isiache nafasi, lakini kwa uhalisia wale wanaorusha zile picha wanakuwa sio wanafunga na kama AI. Kwa hiyo lazima nafasi ibaki huko kwenye zile draw ili iweze zile rails ziweze kupita. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuelewa kwamba inatakiwa ibaki nafasi. Mteja anaelewa kwamba inatakiwa ibani. Ndio. Okay. Changamoto zipo. Okay. Namna gani unadili na wateja wakorofi? Ninamuelezea, ninatumia akili ya kukaa kumuelezea. Utakiwa kumkorofisha, utakiwa kumjibisha vibaya. Unatakiwa muelezee ni namna gani ile kitu kinawezekana au hakiwezekani. Je, nikifanya hivi itawezekana? Je, nikifanya hivi itashindikana? Unatakiwa muelezee kabisa, aelewe, umpe elimu juu ya kile kitu, aelewe kabisa. Haitakiwi kumfokea. Okay. Unasoma chuo cha diplomasia. Unachukua masomo gani ya diplomasia? Diplomasia, uhusiano wa kimataifa. Okay. Kwa nini uhusiano wa kimataifa alafu baadaye fundi seremala? Nilichekea utaenda pale VETA nini hivyo. Nilikuwa natamani sana kuwa kiongozi mkubwa ambaye hasa nitashika maisha ya mabinti wengi. Mabinti wengi wachukue mfano kwangu, wajiendeleze wao. Yaani ukiona mafanikio yangu basi wafuate njia zangu nao wapate kufanikiwa. Okay. Turudi sasa kwenye Dorcman Foundation ambao ni taasisi ina mwanzilishi na wewe ni mkurugenzi mtendaji. Kwanza ilikuwaje ukaajiriwa kwenye taasisi hiyo? Ilikuwaje ambaye labda ni founder ama mwanzilishi aliamua kukuchagua wewe Founder wa Dorcman Foundation? Tulikutana naye kwenye mitandao ya kijamii. Aliniona nikifanya kazi zangu vizuri na akataka tufanye kazi pamoja, tukafanya kazi. Ile kazi ya kwanza tulifanya ilikuwa ni Wings of Compassion. Ile Wings of Compassion ilikuwa ni tulikuwa tumeandaa vipindi kila Ijumaa tunapita kwenye mashule. Mfano wa shule tuliyopita ilikuwa ni Makumbusho, Salma Kikwete, Makongo na Kumbukumbu. Kwa hiyo tukafanya zile Wings of Compassion, ilikuwa ni kutoa elimu juu ya afya ya akili, afya ya uzazi na empowering youth. Tukatoa elimu na akaona kwamba ninafaa, nimefanya vizuri, basi akaniomba niketi kwenye nafasi ya kuwa mkurugenzi wa kampuni yake. Kwa nikafit pale. Okay. Baada ya kupata ile nafasi, kwanza ulijisikiaje? Unajua sio rahisi mtandaoni tu unakutana na mtu anakupa kazi kwa sababu tu ameona unafanya vizuri. Ulijisikiaje kwanza mara ya kwanza kupata kazi hiyo? Wewe ni binti mdogo, unasoma, unajitafutia riziki kupitia useremala, ulijisikiaje? Nilifurahi sana. Ile siku ananiambia mimi niwe mkurugenzi, nilifurahi sana. Zile barua nilifurahi sana. Na nikaamini ya kwamba fanya kitu chako kama mimi jinsi ninavyofanya useremala. Fanya kitu chako chini hata kama unaamini hauonekani. Kuna watu wanakuona na kuna watu wanatambua nafasi yako. Kama yeye alivyoweza kunitambua mimi jitihada zangu, ndio maana akaweza kunihusisha kwenye kampuni yake na nikaweza kufanya vizuri, akanifanya nikawa mkurugenzi. Basi naamini kwamba kila msichana afanye kitu chake hata kama anaamini haonekani, naamini anaonekana na itakuja kumuinua siku moja. Okay. Tuambie sasa kwa kirefu kuhusiana na Dorcman Foundation. Ni taasisi aina gani? Inafanyaje kazi zake? Miradi iliyopo ni ipi? Taasisi ya Dorcman Foundation ni taasisi ambayo inatoa elimu juu ya afya ya akili, afya ya uzazi na uwezeshaji wa vijana kwa ujumla. Sasa hapa kwenye afya ya akili tunaongelea vijana ambao wanahisi wameharibikiwa, wanahisi wanahitaji kupona. Kama sababu sisi ni vijana, tunaamini kwamba kuna vijana wengi sasa hivi wakipata changamoto kidogo wanakuwa
depressed, wanakuwa wanaumia, yani hawezi kuendelea na chochote tena. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa elimu juu ya zile kitu, kwamba anaweza kuongea na watu akajitoa na ile kitu, anaweza akamwelezea mtu jinsi anavyojisikia, anaweza akajichanganya na watu wengine akaendelea kufanya vitu vingine ili asiwe depressed, manake ile mwisho wa siku anafariki. Tunatoa elimu juu ya afya ya akili, afya ya uzazi. Hii hasa inaongelea hedhi. Sasa hedhi, watu wengi wanaamini kwamba hedhi ni sio vizuri kuongelea kuhusu hedhi, lakini mimi naamini ni vizuri kwa sababu mtu anatakiwa kujitambua kuanzia akiwa mdogo. Ajue mzunguko wake wa hedhi, atakiwa kujua kila kitu kuhusu afya ya uzazi. Na youth empowering, tuna project kubwa ambayo tulianzisha inaitwa Art for Future. Hii tunakuwa tunaonyesha vijana kwamba vipaji vyao vinaweza kuwatengenezea vipato, sio lazima wasubirie kuajiriwa au vitu vingine. Kwa vipaji vyao waweze kuviendesha, wapate vipato. Okay. Na mnafanyaje kazi sasa hizo? Kwa maana ya kuna ratiba maalum au ni kupita tu mashuleni, ama kuna warsha watu wanakutana, ama kwa mfano umesema ni seremala, je, kuna watu wanakuja pale wanaona unavyofanya kazi unawafundisha, au kwa ujumla namna gani mikakati inafanyika kwa kutimiza hayo malengo matatu: afya ya akili, afya ya uzazi na kuwawezesha kiuchumi? Hedhi Salama tulikuwa tumeandaa tour ambayo tulikuwa tunafanya kila Ijumaa kwenye kila shule, ambayo shule ya kwanza nilikwambia tulifanya Makumbusho, ya pili tulifanya Kumbukumbu, Salma Kikwete, Makongo, ambayo ndio ilikuwa inawafundisha wanafunzi jinsi ya afya ya uzazi. Tukawa tunagawa vitu kama pads, hizi pad tunawafundisha jinsi ya kutumia na jinsi ya kuzihifadhi. Project nyingine tumeandaa project inaitwa Art for Future. Tunawafundisha vijana jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali kama vile sabuni, michoro yao na kuuza, kutengeneza vitu kama furnitures tunawafundisha. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba wakimaliza mashule nao wataenda kufanya vitu kama hivyo. Okay. Lakini hatutoi mitaji ya fedha. Kwa project hizo ambazo mnazo zote, umeelezea Hedhi Salama, afya ya akili na kuwezesha vijana kwa uchumi na kadhalika, namna gani mnavifanya? Yaani namna gani mnafanya, mnawapataje hao vijana, maeneo ni yapi na yapi? Mwezi wa 12, huu mwezi wa 12 tunakuwa tuna project tumeiandaa kubwa inaitwa Hedhi Salama Tour. Hii tutaifanya Mikumi, Morogoro. Hii itahusisha wanajamii, sio wanafunzi, sababu hicho kipindi wanafunzi watakuwa shafunga shule. Hii itahusisha wanajamii. Tutagawa vitu kama ped, tutatoa elimu juu ya afya ya akili, tutatoa elimu juu ya afya ya uzazi, na tutawafundisha juu ya uwezeshaji, ambayo itakuwa mwezi wa 12 tarehe 6 mpaka tarehe 7. Mwezi wa pili tuna project inaitwa Art for Future. Hii Art for Future tunakuwa tunaiandaa kila mwaka, na tunachagua kama mwaka huu itahusisha wachoraji au mwaka huu itahusisha mafundi. Kila mwaka tunakuwa tunachagua project mpya. Mwezi wa 5 tutakuwa kuna project inaitwa Menstrual Health Summit. Itafanyika UDSM Conference. Hii itakuwa inahusisha watu wengi kuhusu afya ya uzazi hasa. Na hii Wings of Compassion tunakuwa tunaandaa kipindi, tunakuwa tunatoa elimu kwenye mashule juu ya vyote hivyo: afya ya akili, elimu ya uzazi na uwezeshaji kwa vijana. Na mtazamaji wa Kidani, bado niko hapa na Witness Kimati ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Dorkman Foundation, lakini pia ni mwanafunzi na mfanyabiashara. Tupata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea naye. Naam, tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na bado tunaendelea hapa na Witness Kimati. Eneo ambalo nafikiri vijana wengi ambao wanapenda kuangalia Kidani siwazungumzii sana, lakini kwenye eneo la ufundi na uchoraji na uwezeshaji kiuchumi, kwa maana ya kuwafundisha ujasiriamali mbalimbali, nafikiri ndiko ambako hasa wangependa kujua namna gani hawa vijana mnawapata. Je, una message mnawatumia au mnatangaza wapi, na vigezo na masharti ni vipi?
Kijana kwanza anatakiwa sio kwenye ajira rasmi, awe na mapenzi ya hichi kitu anachokitaka na hichi kitu tunachofundisha, kama ni uchoraji, kama ni ufundi seremala au chochote tunachotangaza. Anatakiwa awe na nafasi, muda, na anatakiwa awe anatokea mkoa huo ambao tunasema. Kwa mfano sasa hivi tutaenda Morogoro Mikumi, basi atokee Morogoro, au kama tutakuwa Dar es Salaam basi atokee Dar es Salaam. Na mwisho wa siku tutaangalia huyu kweli ana mpenzi na ile kazi, tutawachuja, na kwa sababu tuna walimu wengi wanaofundisha ule uchoraji, basi tutawagawanya kimakundi, tutazidi kuwafundisha uchoraji. Na kwenye ufundi ni hivyo hivyo pia, tutaangalia wale ambao wanafit kwa mafundi, tutawafundisha na mafundi mbalimbali, mafundi seremala mbalimbali, watawapokea, watawafundisha kazi, na yule anayeonyesha nia zaidi tunazidi kumchukua, tunazidi kufanya naye kazi hivyo. Okay. Kwenye workshop yako wewe una watu ambao waliwahi kufundisha kwenye seminar na wakaendelea kwako ama haujabahatika? Hapana, hii project ya ufundi ndi kwanza tunaianza. Hatujui kufundisha. Okay. Ndio kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Okay. Kwa nini mmefikiria kufanya hivyo kwa mara ya kwanza? Ni kwa sababu mimi ni fundi. Ukaona kuna huo uhitaji? Ndio. Okay, sawa. Unagawanyaje muda wako? Wewe ni binti, bado mdogo, unasoma, unafanya kazi, nyumbani wanakuhitaji pia, utumwe hapa na pale. Na umesema wewe ni mtoto wa kwanza Kwa hiyo una wadogo zako pia wanakuangalia kama dada, kama mfano. Unahitajika pia mahali fulani kwa ajili ya kutoa msaada kwa wadogo zako. Namna gani unagawanyisha muda wako kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri? Kwa sababu mimi kama nilivyoongea awali, mimi ni wanafunzi, ninaingia vipindi saa 2 mpaka saa 8. Ile saa 8 mpaka jioni naweza kuingia kazini. Ninakaa huko. Nyumbani huwa narudi weekend tu. Nikiwa na nafasi. Okay. Na kazini? Kazini huwa naenda kuanzia saa 8 mpaka jioni kabisa. Ndio nakuwa nafanya kazi. Ndio. Okay. Wewe unachukua muda gani kutengeneza kwa mfano kitanda cha futi 5 kwa 6? Siku 4 kwenda 5 ukamaliza. Okay. Ndio. Sawa sana. Ushawahi kupata kazi kubwa mpaka ukawa excited, yani hii kazi hii Mungu wangu sikutegemea. Yani imetokea kazi kubwa ya hela nyingi. Kazi kubwa sijawahi kupata kazi kubwa, labda kazi nyingi kwa wakati mmoja mpaka ikanichanganya. Okay. Na kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa naanza, kwa hiyo zikaanza kunichanganya mpaka nikawa napitia watu wengine wanafanyagaje, watu wengine au wakubwa wanafanyaje, kwa nini wanaweza kumanage hivi. Unajisikiaje kumiliki biashara ukiwa na miaka 23 na kumiliki pesa zako mwenyewe? Ninafurahi sana, ni furaha. Ni furaha ambayo nilikuwa naitaka pia na nimeipata, ni furaha. Unawaambiaje mabinti wengine sasa ambao labda hawajui talenti zao au hawajapata hizo fursa, na wewe saizi ni mkurugenzi mtendaji, una taasisi kwa ajili ya kuwainua hao mabinti wengine ili waige mfano kwako, nini unamwambia binti? Cha kwanza kabisa mimi ningependa kumshauri binti amjue Mungu. Mungu ni kitu cha pekee sana. Mungu anakupangilia kila kitu kwenye maisha yako. Ukishamjua Mungu, Mungu anakupangilia kila kitu kwenye maisha yako. Kingine, kujiamini. Kujiamini, ukiona kama una kipaji kionyeshe, usikiruhusu kukaa nacho tu peke yake. Jitahidi kuungana na watu wakujue, fursa zinatokana na watu. Social media tutumie vizuri, tusitumie kupost ujinga, tutumie kupost kazi ni nzuri. Unaombeje binti ambaye hatumii fursa vizuri na yuko eneo la fursa? Kwanza kabisa, mimi ni mtu ambaye napenda kufuatilia watu waliofanikiwa na watu wazima, jinsi wanavyoendesha maisha yao. Na wengi nimekuwa nikisikia wanasema ningepata nafasi ya kurudi kwenye miaka yangu 20, ningefanya hivi na hivi na hivi. Basi nikaona ya kwamba miaka yako 20 ndio inakuruhusu wewe kutengeneza maisha yako ya baadaye. Miaka yako 20 ndio inakuruhusu wewe kutengeneza maisha yako, inakuruhusu wewe kutengeneza familia yako. Miaka yako 20 ndio inakuruhusu kila kitu katika maisha yako. Basi binti, tutumie hii miaka yetu ya chini kutengeneza maisha yetu ya baadaye. Maana yake tukiwa chuo huko ndo tunakutana na watu mbalimbali,
Kwa hiyo unatakiwa connect na watu ili upate fursa. Ni kushukuru sana Witness Kimati kwa muda wako. Kwa kumalizia Witness, vitu gani unapenda? Unapenda nini na haupendi nini? Ninapenda kujifunza, kama kuangalia watu waliofanikiwa, watu wakubwa wanavyoishi. Nikisema watu wakubwa namaanisha watu matajiri, kwa sababu ni nia yangu pia kuwa tajiri. Napenda kusoma vitabu kama vitabu vya marketing and sales. Na upendi nini? Sipendi kulewa, sipendi kwenda sehemu yenye makelele, sipendi. Ni hivyo tu. Kwa hiyo kwenye muda wako ambao unakuwa free, hauna kazi yote ya kufanya, wewe unasoma tu vitabu? Nasoma vitabu au naangalia interview za watu mbalimbali wakubwa. Okay. Asante sana na kuombea uwe tajiri. Amen. Na ukumbuke mabinti wengine pia ukiwa tajiri. Amen. Hai. Na mtazamaji wa Kidani, tunamaliza hivyo leo na Witness Kimati ambaye tumezungumza naye kwa kirefu. Ni binti mdogo sana, miaka 20 hivi lakini anafanya vitu vikubwa na ana ndoto za kuwa tajiri, na ametupa mwongozo wa yale ambayo anayafanya yeye kupitia taasisi ya Dorkman Foundation, lakini pia yeye mwenyewe anamiliki biashara yake ya useremala na pia ni mwanafunzi. Kwa hiyo kuna la kujifunza wewe binti ambao unatuangalia hivi sasa, kwamba unaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja kama lengo lako ni kufanikiwa. Na nikushukuru sana kwa kufuatilia. Kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688475656. Pia unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi katika namba hiyo, ama unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii @Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Na kwa wewe ambaye unapiga simu, nikushauri kwamba ili ujibiwe haraka, kwa sababu simu zinaingia nyingi sana, tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi. Na wapenda sana na washukuru sana kwa muda wenu. Kwa wakati mwingine, kwaheri.